uokolewe, ili uwe huru wewe. Ni question and answer, na leo nimekuja kwa mchungaji Laurent Kimati wa kanisa la FPCT. Baba mchungaji, karibu kwenye maswali na majibu. Asante sana. Uko tayari kwa maswali? Niko tayari. Baba, nimekuja kwa swali langu. Kumekuwa na ibada ambazo kwa sisi tunafuatilia historia hazikuwepo miaka ya zamani. Kumekuwa na ibada za kuvunja laana ndani ya waamini waliomwamini Yesu Kristo makanisani. Kuvunja laana, kuvunja sio madhabahu, kujiungamanisha na madhabahu, kuvunja madhabahu, na watu wamekuwa wakiteswa kubeba udongo kutoka sehemu, watu wamebebeshwa mafuta na vitu kama hivyo. Nadhani umeviona na umevisikia. Ni kweli nimesikia, nimeona. Sasa swali langu, mchungaji wa FPCT, kwa mujibu wa katiba, acha kwanza Biblia, kwa mujibu wa katiba ya FPCT, kanisa hili la FPCT lilianzishwa mwaka 1932 pale Tazengwa, Nzega. Wazawa Nzega tuko vizuri. Na hili kanisa likaenea nchini kutokea pale Tazengwa, Nzega, si ndio? Na likuwa na mashirika mengine mbalimbali yaliyohusika katika kulianzisha kanisa hili ama la FPCT. Naanzia kwenye historia ili swali likae vizuri. Kwa mujibu wa kifungu cha katiba ya kanisa la FPCT, baba, mujibu wa katiba wa kile kipengele cha tamko la imani linasema hivi: kanisa la FPCT kifungu namba 6 tamko la imani lina vipengele 16, mafundisho makuu ya Biblia ambayo ndiyo msingi wa kanisa hili. Kwa hiyo msingi wa kanisa hili la FPCT kwa mujibu wa katiba yao hii hapa, kwamba Biblia ndio msingi mkuu wa mafundisho yote. Na ukisoma hizo ibara inakubali kabisa kwamba Yesu Kristo ndio mkombozi. Na mtu anapomwamini Yesu Kristo anakombolewa na laana inaondoka. Baba, hizi ibada kwa mujibu wa katiba ya FPCT imekataa, na kwa mujibu wa Biblia na kwa mujibu wako, ibada hizi za kuambia Wakristo kuwa wana laana ni sahihi? Kwa kweli Biblia imeweka wazi kwamba mtu anapomwamini Yesu hayuko tena chini ya laana. Ina maana laana imetoka, laana yake imechukuliwa. Na tupe maandiko baba, maana huu ni umekuwa upinzani mkubwa. Watu kitaja kwamba Mkristo hana laana hawataki. Sasa wale ambao hawajui wanafundishwa kwamba wako kwenye laana. Mtu ameokoka lakini bado anaambiwa kuna laana, atoe sadaka fulani, sio afanye vitu fulani ndo aondolewe laana, lakini sio fundisho la Biblia. Unaposoma kwenye Biblia kitabu kile cha Wagalatia sura ile ya 3, Biblia inasema kwamba Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Watu wanaona kwamba Kristo alifanywa laana kwa ajili yetu. Alitukomboa kutoka kwenye laana ya torati. Kwa hiyo mtu akisha muamini Yesu, yeye hayuko tena kwenye laana. Kwa hiyo kumfanyia ibada Mkristo ya kumkomboa kwenye laana ni kumkosea. Hii sio fundisho la Biblia. Sio fundisho la Biblia, lakini kwa mujibu wa katiba hii hapa FPCT, na hili ni kanisa kongwe sana la Pentecoste hapa Tanzania hapa. Naona mwaka wake ni inakataa, kwa sababu limeanzishwa mwaka 1932. Linakataa. Sasa nataka tuseme kitu hapa baba. Kuendelesha hizi ibada ni kosa sio kosa? Ibada za kumkomboa mtu kwenye laana. Sisi wa FPCT hatuna ibada hizo za kumkomboa mtu kwenye laana, sababu aliyemkomboa mtu kwenye laana ni Yesu Kristo. Ila tunawafundisha watu waishi maisha ya utakatifu, wamjue Mungu. Kama kuna changamoto ambazo wanapitia kwenye maisha yao, Yesu atashirika nazo kwa njia ya maombi, kwa njia ya neno. Mwenye laana hapa kwa mujibu wa Biblia ni mtu ambaye hajamwamini Yesu Kristo, ndo mwenye laana. Na ile laana yake haitoki kwa fedha. Inatoka kwa kumwamini Yesu Kristo. Laana haitolewi kwa fedha au kwa kitu chochote, isipokuwa laana inaondolewa kwa kumwamini Yesu Kristo
ambaye kwamba alitukomboa na tunafahamu kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya kututoa kwenye hizo laana. Amina. Mimi napenda hii katiba ya FPCT hapa naipitia. Na kama inaendana na Biblia kama walivyosema. Wanasema pia ukombozi hapa wanaotambua hapa ni ukombozi wa Yesu Kristo. Yes. Kwa hiyo kukosa fedha ama kuwa na changamoto kidogo kwenye maisha, hiyo sio laana. Laana hapa ni kutokumwamini Yesu. Ndio laana. Lakini sio changamoto ambazo waumini anaweza kawa nazo za kifedha. Sasa tukiwa hatuna fedha, hatuna hiki, maana tumechelewa kupata kitu fulani, umechelewa kupata kazi, inakuwa laana. Kwa hiyo kwa mujibu wako na mujibu wa Biblia na mujibu wa katiba, laana ni nini? Laana niseme kwamba laana ni matatizo. Laana ni kinyume cha baraka. Ni kinyume cha baraka. Kinyume cha baraka. Sasa ndani ya laana kuna magonjwa, kuna mikosi, kuna kukataliwa, kuna vitu vingi pale. Sawa. Sasa hiyo laana inaondokaje? Kwa kutoa sadaka? Laana haiondoki kwa kutoa sadaka. Laana inaondoka kwa kumwamini Yesu. Kwa kumwamini Yesu ndiye pekee aliyechukua laana yetu kwa kifo chake cha msalabani. Kwa laana inadai mauti. Mauti. Na mauti hiyo ameshailipa Kristo. Na Kristo hana laana. Aliyemwamini Yesu Kristo hayuko kwenye laana tena. Okay. Hapo baba mimi nimekuelewa, lakini naona pia ili kwa nini sasa ambao sisi tunakataa, tunawafundisha kwamba Mkristo hawezi kulaaniwa, kwa nini tunakuwa tunapingwa? Na wakati mwingine au nikuuliza, kwa nini hizo ibada zinafanyika paka kwenye makanisa ya Kipentekoste? Na Upentekoste asili yake ni matendo ya mitume. Asante sana. Wapo wanaofundisha hivyo, lakini wakiwa na nia ambayo sio nzuri. Kwa mfano sasa, kama mtu anafundisha kukomboa mtu kutoka kwenye laana, lazima atoe kitu fulani, fedha au atoe chochote tu ambacho kitakuwa faida kwake. Kwa kwamba yule mtu anafanya hivyo kwa maslahi yake binafsi, sio kwa ajili ya maslahi ya Mungu. Na watu kwa kuto kujua pia wanaamini yale mafundisho, wanatoa fedha zao, wanatoa hela nyingi tu kwa ajili ya kutoka, lakini ni kitu ambacho hakipo kwenye neno la Mungu. Kuna mkomboa sijui nani mzaliwa wa kwanza lakini kuna ukombozi wa vitovu. Ibada za ukombozi zimeanza kuzidi kuwa too much. Zipo sana, na kila kitu kinakombolewa baba. Sasa ukomboe na viatu, sijui ukomboa nyayo. Vipo vitu vingi sasa vimeibuka ambavyo ukipima kwenye neno la Mungu huvioni. Najua neno la Mungu ndio mamlaka ya mwisho. Hata kwenye katiba za makanisa tu hazipo. Nimepitia katiba hii yote. Hazipo vitu kama hivi. Ndio, na hata katiba za makanisa ya Kipentekoste zina msingi wake katika neno la Mungu pia. Kwa kile ambacho kinasoma kwenye katiba kama pia kiwe kinazingatia Biblia inazungumza. Kwa mfano hii misingi 16 ya FPC. Kiangalia asili misingi ya imani sasa. Ni ibara namba 6 imechukuliwa kwenye Biblia. Lakini naona hata katika vitabu tutamwambie Bwana kuna ukili wa imani. Mbona hivi vitu havipo, lakini vinakuta vinapraktiziwa kanisani, lakini kwenye na baba, mimi nasikitika wao ukiwahoji wanasema vitu hivi viendani na Biblia na wala kwenye vyuo vya wachungaji havifundishwi, lakini ukivifanya vinatokea, vina matokeo, japokuwa havifundishwi, haviko kwenye documentary yoyote. Kuna mapokeo yapo, na yapo mapokeo ambayo kwa kweli yanapingana na Biblia, na watu wameamini na kuyapa nafasi kubwa kuliko neno la Mungu. Na watu kama hawataijua Biblia, kama ilivyo pia kwamba kuna watu hawajui Biblia, kwa unakuta wameshika mapokeo kuliko nini? Kuliko Biblia. Mapokeo sio mabaya kama hayapingani neno la Mungu, lakini kama yanapingana neno la Mungu ni mabaya. Ni mabaya. Wito wako wa mwisho ni nini? Mimi nadhani nikuulize labda wito wako wa mwisho juu ya swali. Wito wangu wa mwisho mimi ni washauri tu wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali za kimaisha, kiroho, kiafya, kiuchumi. Suluhisho ni kumwamini Yesu Kristo pekee.
Hilo ndio jina ambalo tumepewa. Yesu kwamba kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura 4 mstari 12, Yesu kwamba wala hakuna wokovu kwa awaye yote isipokuwa ni jina moja tu la Yesu Kristo. Kwamba kwa Yesu Kristo kila kitu kinawezekana. Tunaponywa kwa jina la Yesu, tunapokea afya kwa jina la Yesu, tunapokea wokovu kwa jina la Yesu. Yaani majibu yetu yote yako ndani ya jina la nani? La Yesu. Na pia lazima watu wakubali gharama. Unajua watu hawataki kumtafuta Mungu, hawataki kuomba. Wanahitaji kuombewa. Mtu yuko tayari kutoa pesa tu aombewe, lakini yeye mwenyewe hataki kumtafuta Mungu. Hataki kusoma na Mungu huwa anaonekana hana upendeleo. Mtu anayemtafuta Mungu kwa imani na kwa nia njema, Mungu anaonekana kwake. Kwa hiyo wito wangu, watu wamwamini Yesu Kristo, watapata wokovu, watatoka kwenye laana walizonazo. Amina. Na mimi wito wangu kwa ndugu zangu ambao wamekuwa wakipitia mateso mbalimbali, wito wangu ni kwamba tuwe wasomaji. Katiba hii hapa FPCT, lakini pia ukisoma hata kwenye ETE, lakini pia ukisoma pia hata kwenye Biblia, lakini hata kwenye ile ukiri wa imani zetu tunakiri kwa baadhi ya makanisa, imani ya Nikea, imani inayotuunganisha na mitume, vyote pamoja na makanisa mbalimbali ya Kipentekoste. Msingi wa Upentekoste ni matendo ya mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume, jinsi ambavyo nafikiri ndio kiigizo chetu vizuri. Kitabu cha Matendo ya Mitume haswa, jinsi ibada zetu zinavyofanyika, jinsi maombi yetu. Hauoni watu wakikombolewa, wakisafishwa nyota, hauoni vitu kama hivyo. Hivyo mimi nilipenda watu wapende kusoma Biblia wao, lakini pia wafate misingi ya makanisa na katiba, si ndio baba? Kwa sababu vitu kama hakipo kwenye Biblia, hakipo kwenye katiba, ni uzushi. Ni upotovu. Kwa kama kitu hakipo, tuseme tu conclude kwamba kitu kama hakipo kwenye katiba ya kanisa lako, hakipo pia kwenye Biblia, tukijumuisha tu kwamba ni mapokeo ama ni upuuzi tu. Kama kipo kwenye neno la Mungu, akipo kwenye katiba husika ya kanisa husika, kwa kweli niseme watu watapoteza dira, hawatajua nakoelekea ni wapi. Na kama mtu ajua nakoelekea, ni rahisi tu kukosea tu. Rahisi kukosea kwa sababu ya hizo kwamba nitumia lugha upuuzi. Ni upuuzi, yani kutokujua. Upuuzi ni ujinga fulani uliopitiliza. Kwa hatajua kwa kila kitakalo kuwa linaibuka mtaani, yeye analo. Litakuja fundisho hili analo. Hili analo. Ndio maana sasa unakuta watu kwa sababu hawana ukweli wa neno la Mungu, hawajui Biblia, na hata katiba za makanisa yao husika hawasomi. Kwa hiyo unaweza ukakuta mtu anakuwa ni mtu wa kutangatanga, akisikia hapa kuna kitu fulani ambacho kinafaa naenda hapo bila kupima kwamba hiki kitu kinanifaa kinifanye. Kwa hiyo unakuta watu hawana msimamo kwa sababu hawana neno la Mungu. Kwa hiyo umezungumza jambo la Mungu kwamba watu waisome Biblia, lakini wafahamu katiba za makanisa yao. Wasome. Waache uvivu. Waache uvivu wa kusoma. Kwa sababu ndio kipimo kizuri cha mambo yanayoendelea, si ndio? Unakuta Mkristo yuko kanisani ana miaka mingi tu kanisani 10, 20. Biblia hana Biblia, lakini ana simu ya 300, 500 anayo. Lakini home ile huduma yako ya home nini leo? Every home for Christ. Ile sasa sinawapa peperushi bure, nawapa Biblia na mikutano. Every home for Christ sasa na Biblia, ila wakihitaji Biblia bado wanaweza kupata. Basi baba, mimi nashukuru kwa ajili ya kazi njema. Kwa hiyo sisi Wakristo hatuna laana baba. Hebu hakikishie Wakristo hawana laana jamani. Wakristo hawana laana. Wale ambao wamemwamini Yesu, laana hiyo imeondolewa. Hawako chini ya laana tena. Hawako chini ya laana. Tusiwakomboe watu waliokombolewa. Walishakombolewa. Sasa ule Yesu alikomboa mwisho hapa baba. Nyayo tena unadaiwa kukombolewa. Hapana, Yesu alikomboa mtu mzima yote. Sio vitovu tena. Hapana. Na kwenye Biblia hamna kufuatilia kitovu. Haya mafundisho hatujaona, yani tunajifunza kwa Yesu. Yesu ndio kielelezo. Yesu ni kielelezo. Lakini pia kile kitabu cha Matendo ya Mitume.
kinaeleza kanisa lilivyoanzishwa, namna ambavyo lilitumika. Hatuoni vitu ambavyo tunaviona sasa hivi, si upako, si hivyo vitu. Maana Ukristo huko pale kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume pale ndio kioo chetu pale, ndio kioo. Kwa ibada ambazo hazijafanyika kwenye kile kitabu kwa sababu hatujaona mtu akikombolewa kwenye kile kitabu, akioshwa nyota, fire hizi hatuoni. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sana. Tunatumia jina la Yesu tu na watu wakafunguliwa, wakapona na ibada zile jinsi zilivyokuwa tunaona kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Lakini hususan ni fundisho ni Biblia. Ndio. Basi baba, mimi nakushukuru, asante sana. Asante sana. Na nitakuja kukutembelea sana na sana. Karibu sana. Amina, asante sana. Nitakuja Jumapili kanisani. Karibu. Asante sana. Atesa salabani